Asante sana wanakwaya kwa huo uimbaji bora. Kwanza kabisa nachukua nafasi hii kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ulinzi na hata kuniwezesha kufika siku ya leo, na pia kwa ajili hata yako pia ili kuiona siku ya leo. Pia nazidi kumshukuru Baba Provost kwa ajili ya kunipa hii nafasi ili kuweza kuleta neno lake Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Na pia nawashukuru enyi wote ambao Mungu amewawezeshea ili kuweza kupata hii nafasi kuingia katika hekalu lake tayari kwa kutii na kuweza kutaka kusikia neno lake. Kwa majina kama ilivyosemwa na kiongozi, ni Moses Solango, nimeokoka. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimeoa, niko na bibi moja na Mungu ameweza kutubariki na watoto wawili. Siku ya leo Mungu anataka kunena nasi kuhusu jambo ama mada ambayo tutakayozingatia ni kuhusu utiifu katika upendo. Utiifu katika upendo. Na mada hii tutaongozwa na masomo ambayo tumesomewa siku ya leo. Somo kutoka katika Injili ya Yohana mlango wa 14, tukapata somo kutoka Mwanzo mlango wa 1, na pia tukapata Zaburi kutoka Zaburi 40. Kwa hivyo unapata kwamba sana sana tutazingatia katika somo ambazo tulisomewa somo la Injili ambayo ni Yohana Mtakatifu. Unapata kwamba tunajua, kila mtu anajua kwamba Yohana ndiye aliyeandika hii Injili, na akiandika tunaambiwa kwamba historia yake ya kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Zebedi, na kuna ndugu mmoja ambaye amenukuliwa pale ambaye alikuwa ni ndugu yake huyu Yohana ambaye ni Yakobo. Na kazi yake huyu Yohana mara nyingi tunapata kwamba alikuwa na kazi ya uvuvi. Kazi yake alikuwa mvua samaki, na mara nyingi ametajwa kuwa ama amekuja kujulikana wakati alikuja akawa mfuasi wa Yesu Kristo alipompata pale mtoni wakiendelea na kazi yake. Na kisha baadaye Yesu akamtoa pale na akamwambia kwamba acha kuvua samaki, sasa nataka uanze kuvua watu. Na mara nyingi unapata katika Biblia yeye amenukuliwa akiwa rafiki wa karibu sana na Yesu. Kila mara unasikia kwamba rafiki anaitwa rafiki wa karibu na Yesu. Na katika Biblia unapata kwamba alichukua jukumu la kutuandikia vitabu kadhaa ambazo ziko katika Biblia. Unapata kwamba ya kwanza ni hii ambayo tunaisoma ambayo ni Injili. Akatuandikia pia Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, Yohana wa tatu, na pia akatuandikia kitabu cha Ufunuo. Na tunaarifiwa ya kwamba alipokuwa akitenda haya yote hakukuwa katika ile hali ya ujana kama wengine wako, lakini alitenda katika ile hali ya uzee, wakati ambapo miaka zake zilikuwa zimesonga. So Yohana anapoandika hii Injili hakuandika tu hivi bali alikuwa na lengo la kuiandika. He had an aim of writing this gospel, ama katika hizi nukuu zake unapata kwamba lengo lake la kwanza Yohana aliandika ili watu waweze kumwamini Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu. Kwa sababu gani? Watu wengi walikuwa hawajamwamini huyu Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, walikuwa bado wako na maswali. So Yohana alikuja ili kuweza kusisitiza kwamba lazima binadamu tuweze kuamini kwamba huyu Yesu ni mwana wa Mungu. Lengo lake la pili ilikuwa ili watu wawe na uzima katika jina la Yesu Kristo. Haja yake ilikuwa tuweze kujua kwamba katika jina la huyu Yesu Kristo ndipo kuna uzima. Na swala kuu ukiangalia katika hiyo Injili ya Yohana utapata kwamba kuna swala kuu ambalo linazungumziwa hapo, ambayo huwa tunaita kama big subject, ambayo swala kuu ni kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na Yohana akiandika hakuandikia watu specific, bali aliandikia kila mtu, mimi na wewe na watu wote, ili tuweze kujua kwamba huyu Yesu
ni mwana wa Mungu. Kidogo kwanza tukirudi katika somo ambalo tulisomewa ambayo ni Mwanzo unapata kwamba tulisomewa kuhusu uumbaji ambao Mungu aliweza kufanya kazi, akaumba kila kitu ambacho tunakitazama hapa duniani. Na baada ya uumbaji wa dunia na kila kitu na kila kitu ambacho kilichomo, Biblia inasema kwamba aliangalia na kaona kila kitu ni kizuri na akafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Akafurahia sababu kazi yake alijivunia kwamba kazi ambayo amefanya ni mzuri. Na la mwisho ikapata kwamba lazima hata kama amefurahia kila kitu, lakini alikosa ule ambaye anaweza kuwa na ushirika naye, sababu hangeweza kuwa na ushirika na wanyama ama miti ama chochote, bali alitaka kuwa na ushirika na yule ambaye anaweza kuwa naye. Ndipo Biblia imetuambia kwamba aliweza mara ya mwisho akamuumba binadamu ambaye ni mimi na wewe. Na maajabu ni kwamba hakumuumba kwa mfano wa kitu chochote, bali alimuumba huyu mwanadamu kufanana na yeye. Vile yeye Mungu mwenyewe alivyo, ndivyo akaamua lazima nimuumbe huyu mwanadamu kama vile nilivyo. Na juhudi la kumuumba hivyo alikuwa na sababu, na sababu yake tutaiona hapo mbele tunapoendelea kujifunza. Unakuwa tupata kwamba baada ya kumuumba huyu mwanadamu, akaenda up to an extent ya kumpatia mamlaka ili aweze kutawala kila kiumbe ama kila nafsi, kila chochote ambacho alikuwa ameumba. Akapewa hayo mamlaka yote, na kusudi la Mungu kufanya hayo yote ilikuwa ili la kwanza awe na ushirika na huyu mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitaka akuwe na ushirika na huyu mwanadamu. Na jambo la pili, ili huyu mwanadamu katika huo ushirika apate kumpenda huyu Mungu. Kwa hivyo unapata kwamba lazima huyu mwanadamu aweze kumpenda huyu Mungu, na lazima huyu mwanadamu aweze kumtii huyu Mungu. So unapata kwamba hayo mambo matatu, kuwa na ushirika, kumpenda Mungu na pia kumtii Mungu, hayo ndiyo yaliyochangia sana ili Mungu kuweza kuumba huyu mwanadamu ambaye ni mimi na wewe ambao tuko hapa. Lakini kwa sababu ya mwanadamu kusikia sauti isiyo ya Mungu, kumbuka baada ya kumpatia mamlaka na akamwambia tawala kila kitu, lakini badala ya kutii, huyu mwanadamu aliweza kusikia sauti ambayo sio sauti ya Mungu, na akaitii ile sauti ya Mungu. Na katika hiyo hali ya kuitii hiyo sauti ya Mungu, ule uhusiano na ushirika ambao umeondoka. Ndipo Biblia inasema kwamba hapo ndipo laana na shida zikaanza kuingia katika maisha ya mwanadamu, ambayo hailikuwa ni kusudi la huyu Mungu, bali kusudi la huyu Mungu ilikuwa tuishi maisha ya furaha na kuweza kila wakati kuishi katika maisha ambayo inastahili. Lakini baada ya kuasi, baada ya kutotii, baada ya kutompenda huyu Mungu, ndipo laana inaingia, ndipo shida zinaanza, ndipo tunajipata hata hadi wa leo tuko katika hiyo hali ambayo ilichangiwa na kutotii kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapata kwamba huyu Mungu, kwa sababu ni Mungu wa huruma, hakuona ni vema mwanadamu aendelee kuangamia katika dhambi. Ndipo kwa huruma yake unapata kwamba akaweza kutabiri kupitia katika hilo agano la kale, kupitia katika manabii kama Zakaria na wengine na Isaya, ya kwamba kutakuja mtu ambaye atakuwa ni mkombozi. Na huyu mtu ambaye ni mkombozi anayekuja anamleta kwa kusudi fulani. Na hii kusudi ambayo huyu mkombozi anakuja kwa ajili ya kupatanisha mwanadamu na huyu Mungu. Sababu kumbuka,
baada ya kuasi uhusiano uliweza kukosa, lakini anatabiri kupitia hao manabii kwamba anakuja yule ambaye atakuja kuleta uunganisho. Kwa hivyo unapata kwamba huyu ambaye anakuja tunampata ambaye ni Yesu Kristo, ambaye sasa anajitokeza katika agano jipya ili kuweza kupatanisha mwanadamu pamoja na huyu Mungu. So kwa hivyo mwanadamu ilibidi kwamba aweze kumrejelea huyu Mungu, na ili aweze kumrejelea huyu Mungu kuna mambo matano ambayo ilimpasa na inampasa mwanadamu aweze kuzingatia. Jambo la kwanza ambayo huyu mwanadamu anastahili kuzingatia ni kuweza kumjua huyu Mungu. Je, huyu Mungu ni nani? Jambo la pili ni kuweza kumtambua huyu Mungu. Jambo la tatu ni kuweza kumtii huyu Mungu. Jambo la nne ni kuweza kumpenda huyu Mungu, na la mwisho ni kuweza kutembea katika mapenzi yake huyu Mungu. Kwa hivyo unapata kwamba Yesu mwenyewe alitupa mfano mwema alipokuja hapa duniani. Baada ya kuja katika hiyo huduma ambao Mungu alimuleta kwa ajili, alituonyesha mfano mwema wa kutambua Mungu. Ingawa alikuwa Mungu na bado yuko Mungu, lakini alimtambua Mungu Baba katika maisha yake. Alimpenda huyu Mungu Baba, na pia yeye alimtii kila wakati, aliweza kutii huyu Mungu, na la mwisho aliweza hata kutii hata akielekea pale msalabani katika kifo chake. Hakuna wakati ambayo alitoka katika njia za Mungu. Aliweza kuendelea na kutii hata akiwa pale msalabani, sababu alijua kwamba lazima atimize yale yote ambayo alitumwa na Baba kutekeleza. Kwa hivyo tukirudi sasa katika Yohana Mtakatifu, ambayo sasa Yesu amekuja, na huyu Yesu ndio huyu ambaye anaongea katika Yohana 14 ambayo tumesomewa. Huyu Yesu ndio huyu sasa ako katika huduma zake, na yuko na wanafunzi wake, na hawa wanafunzi wake wako kama sisi, ambapo unapata kwamba kati yao kuna wale ambao bado wako na maswali, ambayo hawana ile kumpenda huyu Yesu, hawana ile imani, wako na maswali ndani yao. So unapata kwamba kuna mmoja hapo ambao alitangulia kumuuliza Yesu, akamkujia na swali. Huyo ni Filipo. Akamkujia na swali ili anataka kujua na pia aweze kumuona huyu Mungu. Kumbuka Yesu amewaambia vizuri kwamba Mungu Baba yuko, lakini Filipo anataka aweze kumuona huyu Mungu ndiye aweze kuridhika, kumaanisha kwamba bado hakuwa na imani kwa yale yote ambayo hata Yesu mwenyewe alikuwa akiwaambia. Hata kabla Yesu hajamalizia kujibu hilo swali la Filipo, mmoja pia naye akajitokeza, ambayo ni Yuda, na sio Yuda Iskarioti, bali ni Yuda mwingine ambaye alikuwa pia mfuasi wa Kristo wa Yesu. Naye akakuja pia na swali lingine, naye pia anataka kujua ikiwa Yesu atajidhihirisha kwao tu ambao ni wanafunzi wake, ama atajidhihirisha kwa ulimwengu wote. Hayo ni maswali ambayo Yesu alipoyatazama na kaona kwamba hapa lazima kuna shida, na shida ni kwamba hawa hawana ile imani yao ni imani ambayo sio sawa. So unapata kwamba Yuda naye alipouliza hiyo swali, wanafunzi wengine pia wakiwa hapo, ilionyesha kwamba wao, kulingana na swali la Yuda aliuliza, ilionyesha kwamba wao walikuwa na tumaini ama walitumai ya kwamba kuwa Yesu akiwa yeye ni Mesia atajidhihirisha tu kwa ulimwengu kwa utukufu, na kwa ulimwengu kwa utukufu, kwa mataifa na pia dunia. So walidhani kuwa Yesu
atachukua tu ushukani. Baada ya kuchukua ushukani, yeye ushukani mikononi mwake, na yeye ataanza kutawala. Vile sometimes katika ulimwengu ambao tuko, unapata kwamba mtu unapochaguliwa kuwa kiongozi, wewe unasahau ya kuwa mara nyingi huwa tunasahau ya kwamba ni Mungu ambaye amekuwezesha kuchaguliwa kuwa katika hiyo hali. Alafu unasahau Mungu, unachukua tu katika kuendeleza katika hiyo huduma. Ni hapo ndipo wanafunzi wa Yesu walikuwa. Lakini Yesu mwenyewe alijua mawazo ambayo yalikuwa kwa wanafunzi wake. Unapata kwamba Yesu aliweza kujua kwamba lazima nimtii Baba ambaye amenipa hii kazi ya kuja kuhudumia dunia. So ukiangalia katika mstari wa 15 hadi na 21 katika hiyo sehemu ambayo tumesoma, unapata kwamba mara nyingi Yesu anasisitiza sana juu ya uhusiano baina ya mwanadamu, baina ya Yesu mwenyewe, na pia baina ya wale wote ambao wanaomwamini. Yesu anazungumzia mara nyingi uhusiano ambao uliuko baina ya Baba, yeye mwenyewe Yesu, na pia baina ya wale wote wanaoamini. So huu uhusiano ni wa utiifu katika upendo. Utiifu katika upendo ndio ambao Yesu anazungumzia mara nyingi sana. Utapata kwamba Yesu anaendelea kusisitiza katika maongeo yake yote. Maongeo yake zaidi anasisitiza kuhusu utiifu katika upendo. So Yesu alipeana katika sehemu hiyo, unapata kwamba Yesu alipeana ahadi kuu katika Biblia, akionyesha mapenzi ya Mungu kuishi na binadamu na kuonyesha upendo kwao kupitia katika vitendo. Yesu anaongea ili kuonyesha kwamba Mungu yuko tayari kufanya nini? Kuwa na mapatano au kuishi na mwanadamu. Na katika hii hali ya kuishi na mwanadamu, pia ako tayari kwa kuonyesha katika vitendo. Sio tu kuishi, lakini katika vitendo. So Mungu anaahidi kutenda hayo yote kwa kila wakati, hata kwa hao wote wanaompenda Kristo na wale wote ambao wanaamini. Unapata kwamba Mungu anasema hapo penye tumesomewa, anasema kwamba yeye yuko tayari kuingia na kutengeneza makao. Yeye pamoja na mwana wako tayari kuingia na kutengeneza makao kwa wewe na mimi ambao wanaomwamini. Kutengeneza makao, na anapotengeneza makao, naye anatumia Roho Mtakatifu ili kuweza kukuelekeza na kukufanya uweze kuwa katika ile hali ya utiifu na kumpenda huyu Mungu. So Yesu alikuwa sawasawa na Mungu vile Biblia inasema, na katika umbile, lakini jambo ambalo yeye aliweza kuangalia sana ni kuweza kujilinganisha na Mungu. Yesu alikuwa katika umbile, alikuwa kama Mungu, lakini ilibidi anyenyekee na arudi chini ili aweze kutekeleza na kutii yale yote ambayo Mungu alikuwa amemwahidi ama ametaka afanye. So unapata kwamba Yesu anatuonyesha mara nyingi, Yesu anatuonyesha, ukiangalia katika hiyo sehemu ya 24, Yesu anatuonyesha vile ulimwengu wa sasa umetoka katika uwepo wa Bwana kwa sababu ya kutozingatia kutii huyu Mungu na kuonyesha upendo katika huyu Mungu, ambapo Yesu anazungumzia, anasema kwamba mara nyingi huwa tunasomeshwa neno ama tunasikiza neno ama tunasoma neno kama vile tunavyosikia saa hii, ama wakati wako unasoma neno, lakini alafu neno linakuzungumzia, na ukumbuke neno ndiye Mungu anayenena, lakini kulitii lile neno, unapata kwamba kulitekeleza inakuwa ni vigumu. Mara nyingi unapata kwamba
unaenda kinyume cha lile neno limekuambia, ama tunaenda kinyume cha vile neno limetuambia. Hakuna kutii ndani ya upendo tunapolisoma neno. Na matarajio ya Mungu ni kwamba unaposoma lile neno liweke katika hali ya kulitii na kulitekeleza katika kila hali. So kwa hivyo Yesu anatukumbusha juu ya ahadi ya msaidizi ambaye yuaja kwa ajili yetu. Na huyu msaidizi vile tunajua kwamba ni Yesu, ni Roho Mtakatifu ambaye anakuja ili kuweza kutufundisha na kutukumbusha lolote ambalo Mungu ananena. Yeye yuko tayari unapolisoma neno kwa utiifu na kwa kumkubali huyu Roho Mtakatifu, naye atakufundisha na atakuwezesha kulielewa. Mara nyingi watu husema mimi nasoma neno lakini sielewi. Unajua shida ni nini? Shida ni kwamba hujamuallow the Holy Spirit to come and guide you and show you. Hiyo ndiyo shida ambayo unapata kwamba mtu anasema nimesoma lakini sijaelewa. It's upon mara nyingi tuweze kuallow huyu Roho Mtakatifu kuweza kumalizia kazi ambayo ameweza kutumwa. Kwa hivyo unapata kwamba kupitia katika Roho Yesu alitambua shida ambayo hawa wanafunzi wake walikuwa. Ukiangalia katika huo mstari wa 27, Yesu alitambua what was the problem na hawa wanafunzi wake, ya kwamba na shida ambayo walikuwa nayo tunapata kwamba hawa watu walikuwa na hali ya kufadhaika. Ndipo anasema kwamba wasiweze kufadhaika. Sababu gani? Hawana amani. Bwana Yesu asifiwe. They don't have peace. Na ile amani ambayo Yesu anazungumzia, na akawaambia kwamba sio kama ile amani ambayo dunia itakupatia, bali nayo ni amani tofauti. Na hii amani ambayo Yesu anazungumzia ni amani ile ambayo tunaenda kuipata katika ya akili na amani ya kiroho. Utapata kwamba utapewa amani na serikali, polisi watakuja watakupatia, but ndani ya roho yako hauna amani, ndani ya akili yako bado inakuwa na shida. Na hapo ndipo Yesu alikuwa anawazungumzia, anakuambia kwamba mimi nakuja kuwapatia amani ambayo ni tofauti, na ni amani ya roho yako itakuwa imetulia, amani ya akili yako pia itakuwa imetulia. Kwa hivyo watu wengi siku hizi wanatafuta hii amani kwa njia tofauti, lakini tunaambiwa kwamba sababu ya kutopata hii amani ni sababu watu hawajamjua huyu Yesu, hawajamjua Mungu, hawajamjua huyu Yesu, na la mwisho wamekataa kutii na kuonyesha upendo kwa huyu Mungu. Lakini habari njema ni kwamba Yesu anapeana amani hii bure kwa yeyote ambaye anayemwamini. Ikiwa utamwamini huyu Yesu na kuamini kwamba alikuja kwa ajili ya maisha yako na maisha yangu, basi hii amani ya roho, ndani ya roho, na amani ya ndani ya akili itaweza kutufikia. Kwa hivyo kama vile hata wanafunzi walivyokiri na kuishi, ndivyo sasa Mungu anataka tuweze kulisikia hili neno na tuweze kulitii. Nikiuliza mimi na wewe ambao tuko hapa, je, umemtambua huyu Yesu na kumpenda? Kila mara Mungu huwa anakunenea kila siku ya kwamba leo ni siku ya Jumapili, inabidi niende katika kanisa, inabidi niwe katika ushirika. Je, umeweza kumtambua huyu Yesu? Na jambo la pili, swali ambalo inafaa pia ujiulize, je, umeweza kumtii na kuendeleza kazi aliyokuachia? Kumbuka Yesu alipokuwa anapaa alisema, enendeni katika ulimwengu wote mkaweze kufanya kazi. Je, ni kazi gani ambayo unatenda, ndugu yangu na dada yangu? Ama ni wewe uko tu kwa kuweza kungoja? La mwisho swali, je, unaenda katika mapenzi yake ama unaenenda katika mapenzi yako? Ama unaenenda katika mapenzi ya vile ulimwengu unavyoenda, ndivyo pia na wewe unataka uende? Mungu atusaidie ili tuweze
kumtambua huyu Mungu. Unapata kwamba katika Zaburi ambayo tulimesomewa, Zaburi 40, Daudi anatupatia matokeo ama yale ambayo tutapata ikiwa tutaishi katika kutii huyu Mungu na ikiwa tutaishi katika kumpenda huyu Mungu. Daudi anatuonyesha ule mfano wa yale ambayo tunatarajia. Jambo la kwanza, Daudi anasema kwamba unapoishi katika kutii na kumpenda huyu Mungu, kumbuka kwamba Mungu anasema kwamba atajibu kilio chako na maombi yako. Ako tayari kwa kujibu sababu umemtii. Jambo la pili, anasema kwamba ataweza kukujali. Ataweza kukujali no matter mambo iko namna gani, yeye ataweza kuwa na wewe. Anasema la tatu ya kwamba msingi wako utakuwa imara. Kila your foundation Mungu atautengeneza kuwa imara. Pia atakupa furaha ya milele, na pia wewe utakuwa mfano mwema kwa watu wengine, because Mungu anataka wale watu wa kuigwa. Je, wewe uko tayari kuigwa? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka watu wa kuweza kuigwa, na unaigwa ikiwa utakuwa wewe ni mtiifu, unapenda Mungu na unaenenda katika njia zake. La mwisho, anasema kwamba ako tayari kukubariki. Baraka zake zimejaa tele kwako kwa sababu wewe umeishi katika utiifu. Funzo ambalo tunapata katika haya masomo ya leo, kuna mafunzo 4 ambayo Mungu atusaidie tunapotoka siku ya leo. Mungu atusaidie. Funzo la kwanza ni ya kwamba Mungu anahitaji wewe na mimi tuweze kumpenda, tuweze kumtii na tuweze kuishi, kuwa katika ushirika wake. Mungu anataka tuishi katika upendo, tuishi katika utiifu wake, tuishi katika ushirika wake. Jambo la pili, Mungu anasema ya kwamba anataka wewe na mimi tuweze kumjua huyu Mungu. Isiwe tu ni kawaida, tusimchukue tu kama kawaida, bali ndani ya mioyo zetu, ndani ya maisha yetu, ndani ya popote ambapo tunakuwa, tuweze kumjua huyu Mungu na tuweze kutembea katika mapenzi yake. Tusitembee katika mapenzi vile teknoloji inaenda, vile mambo inaenda, ndivyo sisi tunaenda. Ndivyo, bali anataka tuende katika mapenzi yake ambayo ni neno lake. Jambo la tatu, ni lazima kuishi kulingana na neno, na pia kukiri kwetu ikuwe kunaitanishwa na Yesu. Tuishi katika neno. Neno unalosoma lazima uishi ile neno. Mungu atusaidie. Unaposoma neno, ishi hilo neno. Bali tusisome neno alafu tunaishi dunia ingine, tunaishi mambo ingine. La mwisho, Mungu atusaidie ili tutafute amani ya akili na amani ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anisaidie, Mungu akusaidie, tutafute amani ya akili. Hata ingawa amani ya dunia itakosa kukua, lakini kama uko na amani ya akili na amani ya kiroho, Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hivyo, ndugu yangu, dada yangu, na ombi langu ya kuwa mawazo yako na mawazo yangu yaelekezwe kwa kumtii Mungu katika upendo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twakushukuru, twakuinua, twakuabudu kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo Baba umetunenea, ukitukumbusha ya kwamba Baba tuweze kuishi katika kukutii na katika kukupenda. Mungu wetu Baba, tunazidi kuomba upate kutusamea. Mara nyingi tumeenda na kinyume na mapenzi yako Baba, lakini wachilia neno lako ambalo umetupatia mchana huu wa leo Baba liweze kuturekebisha na kuturudisha katika njia zako. Sifa na utukufu twazidi kurudishia, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini.